Mheshimiwa Juma Aweso. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kuwa tatizo la mazingira magumu kwa jeshi la polisi linafanana kabisa na jimbo la Igalula. Je, lini serikali itafika, naibu waziri atafika katika jimbo la Pangani kuhakikisha kwamba tunaenda kuangalia manyanyaso askari wanaopata katika jimbo langu la Pangani, hususan katika swala zima la makazi pamoja na kituo kibovu cha jeshi la polisi? Kwa hiyo nilikuwa nataka commitment ya naibu waziri, yupo tayari kushirikiana na mimi kwenda Pangani kuhakikisha kwamba akaone hali halisi ya manyanyaso wanaopata jeshi la polisi wa Pangani. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu swala nyongeza la ndugu yangu mbunge wa Pangani kama ifuatavyo. Niko tayari. Kwa hiyo baada ya kikao hiki tupange ratiba. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii naomba kujibu swali la Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, mbunge wa jimbo la Bukombe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la Idosero limo ndani ya misitu ya Biharamulo na Kahama yenye jumla ya hekta 134,684 iliyoanzishwa kwa sheria sura ya 389 nyongeza ya 59 ya mwaka 1954 na kufanyiwa marekebisho kwa tangazo la serikali namba 311 la mwaka 1959. Misitu hii kwa sasa inasimamiwa na sheria ya misitu sura ya 323 toleo la mwaka 2002. Mheshimiwa Naibu Spika, mnamo tarehe 7 Novemba 2015 maafisa kutoka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Bukombe walifanya operation ya kuhamisha wavamizi katika misitu. Mheshimiwa Naibu Spika, wakazi wa eneo la Idosero walianza kuingia na kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya misitu hii mwaka 1985 na uvamizi uliongezeka hatua kwa hatua na kukithiri baada ya kutolewa kwa tangazo la serikali namba 221 la tarehe 27 Juni 2015 lililolipa eneo hilo hadhi ya kitongoji kipya katika kijiji cha Nampalahala bila kubainisha mipaka ya kitongoji hicho. Tamko hilo lilikinzana na matangazo ya serikali yaliyopita au yaliyotangulia na sheria ya misitu sura ya 323 ya mwaka 2002 yanayotambua kuwa eneo hilo ni hifadhi ya misitu. Kutokana na hali hiyo, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Bukombe ilifanya mkutano na wakazi wa eneo la Idosero tarehe 8 Mei 2015 na kuwataka waondoke kwa hiari yao ifikapo tarehe 8 Julai 2015. Wakazi hao walikaidi amri hiyo kwa madai kuwa eneo hilo si hifadhi kwa kuwa tangazo la serikali namba 221 limetambua eneo hilo kuwa ni kitongoji cha makazi. Aidha, mnamo tarehe 9 hadi 20 Juni 2014 serikali ilifanya sensa ya kuhesabu watu na kubaini kuwepo kwa kaya 309 zenye jumla ya wakazi 2777 ndani ya eneo hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kutekeleza sheria ya misitu sura ya 323 ya mwaka 2002, watumishi wa TFS au mamlaka ya misitu walifanya zoezi la kuwaondoa wavamizi katika eneo hilo ambalo hata hivyo walikufanikiwa na wananchi bado wanaendelea kuhamia na kupanua shughuli za kibinadamu katika misitu hiyo na kuendelea kufanya uharibifu wenye athari kubwa za kimazingira. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyokishaeleza katika majibu ya msingi na ya nyongeza yaliyopita, kwa maeneo yenye changamoto zinazofanana na hii, utatuzi wa mgogoro huu utapatikana wakati wa zoezi la pamoja la utatuzi wa matatizo ya ardhi linalotarajiwa kuanza baada ya kukamilika kwa shughuli za mkutano wa 3 wa bunge la 11. Mheshimiwa Biteko, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru na naomba nimshukuru sana Naibu Waziri kwa ushirikiano anaonipa kila wakati ninapoenda kumuona kwa mambo haya. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba tu nimpe taarifa kidogo Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba lile zoezi la kuondoa wananchi kwenye msitu ule kama anavyosema kwamba walishirikisha halmashauri, si kweli. Nadhani kuna mahali fulani aliyempa taarifa hakusema ukweli. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa wilaya ya Bukombe eneo lake kubwa ni hifadhi na wananchi wanafata huduma za maliasili wilayani Kahama umbali wa kilomita zaidi ya 96,
Je, serikali haioni kuwa sasa muda umefika ifungue ofisi ya maliasili wilayani Bukombe ili wananchi wanaofanya shughuli mbalimbali kama za kulina asali vibali vyao sasa wasihangaike kufuata Kahama ambako ni mbali sana? Swali la pili, jambo lililotokea au tukio lililotokea Idoselo linatishia vile vile vijiji mbalimbali ambavyo viko jirani. Vijiji kama vile Nyakayondwa, Pembe la Ng'ombe, Mchangani, Matabe, Mwabasabi, Iliamchele ambavyo viko wilayani Chato vinatishiwa na jambo hili. Lakini vile vile kijiji kama vile Nyamagana, Iliamchele vilivyo kwa kata ya Namonge wilaya ya Bukombe, na vyenyewe wananchi wake hawajakaa kwa utulivu kwa sababu ya matishio haya. Serikali inawaambia nini wananchi hawa ili waweze kuishi kwa amani? Nakushukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, mbunge wa Bukombe, kama ifuatavyo. Kuhusu swala la umbali kutoka Kahama, mahali ambako wananchi hawa wa Bukombe wanakwenda kupata huduma zinazohusiana na masuala ya maliasili, na ombi lake la kuletwa kwa kituo mahususi kwenye eneo la Bukombe au kwenye wilaya ya Bukombe ili kuweza kurahisisha utekelezaji wa shughuli za maliasili, napenda tu kwanza nimhakikishie kwamba nia njema inaonyesha wazi kwamba si kuleta huduma tu peke yake, bali pia hata kuiwezesha Wizara ya Maliasili na Utalii kuweza kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa sheria inayohusiana na swala la uhifadhi. Kwa hiyo hilo ni jambo jema na ninalichukua, tunalipokea, tutalifanyia kazi na kuweza kuona namna gani tunaweza kupata kituo kwenye eneo ambalo liko karibu na litakalowezesha wananchi kuweza kufika kwa karibu kutoka kwenye wilaya la Bukombe. Kuhusu swala la vijiji jirani ambavyo vinaonekana kuwa na changamoto zinazofanana na zile tulizokutana nazo Idoselo, kwanza kwa kutamka tu kwamba ni vijiji, maana yake ni kwamba ni vijiji vinavyotambuliwa kisheria na serikali. Ukisema vijiji, maana yake ni vijiji kwa mujibu wa sheria na vimesajiliwa. Kwa hiyo sasa, kama nilivyotangulia kusema kwa upande wa Idoselo, kwamba kwa kuwa Idoselo kama kitongoji ilipata GN chini ya sheria za serikali, na vile vile vijiji vilivyotajwa vile vile kwa kuwa ni vijiji, na kwa hiyo uwepo wake ni kwa mujibu wa sheria, basi nimesema sasa umefika wakati wa kwenda kuangalia sheria zote, hii ya maliasili na utalii na ile iliyoanzisha hivyo vijiji, twende kuona namna gani tunaweza tukaharmonize tuweze kupata suluhisho la kudumu badala ya hizi operations ambazo zinafanyika mara kwa mara na hazina majibu ya kudumu.